kuadhimisha mafumbo ya Pasaka ambayo tunayaongelea siku tatu kuu za Pasaka. Zinaanza kwa adhimisho hili la jioni, na nimesema siku tatu kwa sababu tayari leo kwa desturi ya mapokeo ya zamani na jinsi siku zinavyohesabiwa, leo tayari imeshahamia siku nyingine. Kwa leo ndio siku ya kwanza katika siku tatu kuu ambazo tunaziadhimisha. Siku kuu ya pekee, sherehe kubwa kabisa ambamo kama ilivyo desturi kuadhimisha kuteswa, kufa na kuvuka kwake Yesu Kristo, na kanisa basi linaingizwa katika fumbo la msalaba na kushirikishwa uzima wa kimungu. Ninaposema kanisa, ninasema sisi kama kanisa tunaingizwa rasmi katika mafumbo hayo makuu ya kuteswa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tumesikia baadaye tulisema kwamba katika ibada hii ya karamu ya mwisho ya jioni ya leo ndio tunaadhimisha tuseme ibada ile ambamo kama kanisa lilivyotangaza kuzinduliwa kwa sakramenti ya Ekaristi na sakramenti ya ukuhani daraja na kupewa amri ya mapendo. Haya yote tumeanza kuyasikia katika masomo yetu yanavyoelezewa vizuri. Kwa kuwa tupo katika mwanzo wa maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka, masomo yetu hasa somo la kwanza linaanza kuonesha mwanzo wa sikukuu ya Pasaka na jinsi ilivyokuwa inaadhimishwa na Wayahudi hapo mwanzo. Tunamsikia Mungu akinena na Musa katika somo la kwanza na Haruni, akiwapa maelekezo namna ambavyo watakavyofanya. Tukasikia akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, ni mwezi wa kwanza kwenu. Hivyo semeni na watu wote, mkutano watu wa Israeli, muambie namna ambavyo tunapaswa kuelekea kutoka katika utumwa. Sherehe hii ya Pasaka ya Kiyahudi ilikuwa ni kuwatoa Wayahudi katika utumwa wa Misri. Na walipokuwa wanatolewa katika utumwa wa Misri, mambo yote yanayoonekana katika hilo somo la kwanza la Kutoka ni mambo ambayo yanaonesha wazi mambo yanayotoka katika somo la Injili, ambapo Yesu Kristo mwenyewe ndiye anayeongelewa katika hilo. Kwanza ukombozi huo, neno lenyewe tu linalotumika pale ndio hili la kileo, Pasaka ya Bwana. Namna ya kufanya sitaelezea jinsi ilivyo yote kwa sababu tunayafahamu masomo hayo, na siendelee kusisitiza sana, ila nasisitiza tu kwamba watamchinja mwana kondoo asiye na doa, kwamba ni sherehe ya kifamilia, na katika sherehe ya kifamilia watajipanga kula mwana kondoo, watamchinja wale kifamilia, na kwa ukarimu inaonyesha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa ameandaa sherehe hiyo ifanyike kifamilia, na mpango wa Mungu katika kuwakomboa, na akaanza kuweka matukio ambayo kwayo yatafuatiliwa baadaye katika maisha ya Kristo. Kuna kumpata huyo mwanakondoo asiye na doa, alafu na kumchinja kwa idadi ya watu watakaoweza kumla wammalize. Kama ni mkubwa kiasi kwamba hamwezi kufanya muombe msaada kama majirani, mkae pamoja mchinje na mumle. Na namna ya kumla tunaambiwa kwanza ataliwa kwa haraka,
Lakini nyama gani? Nyama ni ya kuokwa, ili wasipate kazi ya kuanza kufanya shughuli ya usafi na kadhalika, kuosha masufuria na kadhalika na mengine ni kumla kwa haraka. Baadaye kutakuwa na mikate, hiyo mikate isiyotiwa chachu. Maelezo yake ni kwamba ni ule uharaka ili aweze kuliwa kwa haraka. Lakini kuna kitu cha pekee ambacho ningefurahi. Mboga zile mboga chungu. Kwa nini kula mboga chungu? Wataalamu wanasema kula hizo mboga chungu ni ili, kumbe sio starehe pale, ni kukumbuka yale mateso ya walikuwa wanapata kule Misri. Katika hilo wanapoondoka kule, wanapofanya hiyo safari ya kuondoka, mboga chungu ziwakumbushe yale yote yaliyokuwa mateso ya Misri. Kumbe basi isingekuwa mateso, kwa sababu ni kitu kizuri. Lakini turudi kwenye mafundisho hayo. Watakapokuwa wanakula, watakuwa wamefunga viuno vyao, yani tayari kwa kuondoka. Wanapomchinja, tumeambiwa ile damu ni ishara. Tulikuwa tukiongea sana kuhusu damu kama ishara ya uhai, na ndivyo inavyoonekana hapa. Lengo la Mwenyezi Mungu ni kuwakomboa Waisraeli kutoka utumwa wa Misri. Ishara ndio hiyo, damu ya Haji mwanakondoo asiye na doa, kama ilivyokuwa desturi ya zamani walivyokuwa wanapeana mafundisho, msinywe damu, msifanye nini. Basi ile damu mpake kwenye mimiimo ya milango, vizingiti vya milango, ili Mwenyezi Mungu anapopita kuadhibu wa Israeli aweze kuona hapa kuna damu. Kwa sababu hii ni communication, ni mawasiliano ya ndani kwa ndani ya Waisraeli, wakipokezana ujumbe wa Mwenyezi Mungu wao kwa wao, ambao hauwafikii wale wengine. Wangeweza kufanya hivyo hata wao, basi wangekuwa wamepata wokovu. Kumbe Mwenyezi Mungu ameahidi kuwakomboa, lakini kuwakomboa lazima awapatilize wale maadui zao. Na katika kuwapatiliza kwenyewe ndio huko kuwaua wazaliwa wa kwanza wa kila kiumbe kilichopo katika nyumba hizo. Uhai wa Israeli unalindwa kwa damu. Uhai wa watoto wa Israeli unalindwa kwa damu itakayopakwa katika miimo ile ya milango. Na ndio maana ya neno Pasaka. Wale ambao mkisoma neno Passover, ndio hiyo malaika anapokuja kuadhibu wa Misri, nyumba zote za Waisraeli na za Wamisri ziko pamoja. Ziko pamoja katika kijiji kimoja au katika mji mmoja. Namna ya kujua nyumba hii yuko Misri au Israeli ni zile communications zilizofanyika za uhai. Nyumba hii iwe ina alama za uhai wa damu. Kwa hiyo akifika pale ana Passover, anaruka ile nyumba. Akishairuka basi amewaokoa wale watoto wa kwanza, hawatapata madhara yale. Kumbe ile damu ni ishara, ni alama. Na ndivyo walivyofanya. Na walipofanya kama hiyo, wakamaliza kula kwa haraka, wakaondoka. Yule mwanakondoo aliyekuwa anapaswa kuchinjwa, asiye na doa, tunamuona katika Agano Jipya, ndiye Yesu. Ameondoa zile zote kafara zilizokuwa zinachinjwa, kwanza kumjua mwana kondoo asiye na doa, na kumpata asiye na doa na kumchinja. Ndio maana aliitwa mwana kondoo asiye na ila. Kwa kuwa kila wakati tunapoongea kuhusu mwana, tunaongelea bila hila, bila ujanja. Basi ndio hivyo, anachinjwa yule ambaye kwa haraka tunaona kwamba hana ila, asiye na doa.
Yesu Kristo, kwa kuwa tunajua katika historia ya kuzaliwa kwake, kwa kuzaliwa na mama aliyekingiwa dhambi ya asili, basi ndio mwenyewe ambaye anaanza kuongelewa huku na Mwenyezi Mungu katika kuandaa historia ya ukombozi. Ndio huyu asiye na doa. Somo la pili linamleta karibu kabisa katika mazingira haya wa Israeli. Kama tulivyolisikia, maana mimi naliyapokea haya kutoka kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Yesu usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega. Haya ndiyo yale anaelezea Paulo, akielezea hiki kilichotokea katika ile somo la kwanza, katika tukio la msalaba, ambapo tunaendelea kulirudia. Na injili ndio imefikia, injili yote imefikia hapo katika tukio hili la Yesu mwenyewe kutolewa sadaka, lakini leo anajiweka wazi katika maumbo haya ya mkate. Unaposhiriki katika hii sakramenti mbili, hii amri haiko mbali, na haiwezekani kukaa mbali na hii amri na huwezi ukaikwepa, japokuwa wapo wanaoikwepa. Ukimkuta mtu anayekwepa hii amri alafu kwenye hii sakramenti mbili, anatembea treni inayotembea barabarani, haijui hata kwenye reli ni wapi. Yaani katika sakramenti ya Ekaristi, ambayo tumesema iko connected kabisa na sakramenti ya daraja ya ubani, ndani mwa haya mawili upendo ni wa lazima. Ni jambo la pekee kabisa, kama ambavyo tumesikia somo la kwanza la Injili. Kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu akijua kwamba saa yake imefika ya kuingia kwenye yale mateso na kuingia kwenye tukio hili la kuja kuwa chakula, kama alivyokuwa amesema kila siku, fumbo la msalaba, akaanza kuwaandaa watu wake na kuwapelekea fundisho hilo kwa matendo. Aliwapenda upeo watu wake. Lakini fikirieni, wamekaa wanakula, katika kula huko anainua mkate, anainua divai, wanakula. Wakiwa wanakula, figure out that anawapenda upeo. Sijui ndio hapo tu au alikuwa anawapenda kabla, lakini hili linaongelewa hapa katika ile tukio lile, akijua kwamba anaondoka na anawaacha wale wafuasi wake na wanafunzi wake. Aliwapenda kwa kina, na ule upendo aliokuwa nao hakuona ni kitu cha kubaki nacho yeye, akainuka chakulani. Sasa sijui wale mitume walisema nini, kwa sababu akiwa anakula ananyanyuka, sijui alifikiri kuna alikuwa ameshiba. Lakini cha pekee alienda kujifunga kitambaa, akaanza kuwaosha miguu wale wafuasi wake, wale wanafunzi wake 12. Mimi nimependa mjadala uliokuwa kati ya Yesu na Petro. Ule mjadala mzuri sana. Anaanza kuosha miguu na kuwabusu ile miguu. Kwenye picha moja nimeona Baba Mtakatifu Francis akiwaosha miguu watu. Tena amekumbatia kale kamguu, ilikuwa ni kijana mmoja hivi. Akabusu kweli kweli. Mfano wa Maria Magdalena alipobusu miguu yake na kaifuta kwa nywele zake. Yaani huu ndio ule upendo ambao tunauonyeshwa hapa. Kwanza anawapenda upendo, alafu akaona namna ya kuweza kuonyesha namna anavyowapenda, afanye lile tukio la pekee la kuwaosha miguu.
Kwa kuosha miguu, mnafahamu historia ya kuoshana miguu. Sisi hatuna, lakini kwa Waisraeli na Wayahudi ilikuwa ni jambo la kwanza na la pekee kabisa, kazi ya kitumwa kuwafanyia watu wakubwa waheshimiwa. Unapofika nyumbani kwa mtu, umetoka safari ya mbali, kumpeni amna magari, ametoka huko mbali, ametembea muda mrefu, tukio la kwanza umefika nyumbani, unapokelewa na bwana mwenye nyumba. Lakini kabla ya mlangoni pale, unatawazwa miguu na mtumwa, anakuosha miguu ili uingie ndani. Tena wakati huo ndivyo mambo yalivyokuwa. Sasa Yesu analifanya mwenyewe, na mnakumbuka kwamba mtu mmoja hapa alikuwa anaongea akasema, wanafunzi walimuita Yesu Bwana wangu. Yule peke yake akamuita Rabi, sio? Yule Yuda ndiye alisema Rabi. Na Yesu anatambua, hilo anatambua vizuri sana, kwamba mabwana na marabi ni waheshimiwa, wakiwepo Mafarisayo, Masadukayo, wote ni waheshimiwa. Anatambua hilo na anaosha miguu na anawaambia, kama mimi ambaye mnaniita Bwana na mwalimu ndio Rabi, nimefanya hivi, mnadhani namaanisha nini? Anawaosha. Ndipo anamfikiria Petro anabishabisha. Simoni Petro akamwambia, Bwana, na yeye anamuita Bwana, huwezi kuniosha miguu kamwe. Hivi kwa nini? Petro anabisha. Petro anakataa kuoshwa miguu kwa sababu anaona anamdhalilisha Bwana wake. Anamdhalilisha Bwana wake. Bwana wake anakuwa mtumwa, anakuwa mtu asiye na maana. Anataka, huwezi kuniosha miguu mimi ambaye kwa desturi niko chini yako. Mimi ndio napaswa kukuosha. Yesu anamwambia, kama nisipokutawadha miguu, wewe huna ushirika na mimi. Kumbe Petro kunyimwa ule ushirika na Yesu ilikuwa ni kitu cha ajabu, kitu kikubwa mno. Kwa sababu tayari kwake ni Bwana, alafu nanyimwa ushirika naye, nanyimwa ile zawadi ya kukaa naye. Bwana, si miguu tu, usinioshe tu miguu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Petro anaomba kutubu. Ile ni toba. Si tu miguu, nioshe kichwa na kila kitu, manake nitawadha mwili wote. Yesu analiweka wazi, ndio maana tunafahamu sisi kumbe ni maungamo. Yesu anapojibu anasema, yeye aliyekwisha kuoga, aliyekwisha kutakaswa, hana haja ila kutawadha miguu tu. Yeye ambaye amekwisha kuungama dhambi zake, aliyekwisha kutubu, hata kama wewe ni msafi namna gani, hili tukio la kuosha miguu haliingiliana na hizi kitu tunachotaka kuongea hapa. Tukio la kuoshwa miguu ni tofauti na masuala ya dhambi. Pale haondoi dhambi wala haungamishi mtu mwenye kuosha miguu. Lile ni tukio la unyenyekevu, la unyenyekevu na upendo tunataka kuonesha. Yeye aliyekwisha kuoga hana haja ya kuoga tena hapa. Aliyekwisha kusamehewa dhambi zake, hapa sio mahali pa kusamehewa dhambi sasa hivi. Hapa ni pa kuosha miguu tu, kuonesha unyenyekevu na udhaifu. Ninyi mmekwisha kuwa safi, ila si nyote. Manake nyinyi mko wasafi, mmeshajitakasa, mmeshakuwa mko watoto wa Mungu, lakini kumbe bado si wote mliooga. Si nyote. Kwa nini? Kuna mmoja ambaye ameshachukua vipande vya fedha, tayari kuna dhambi kati yenu. Ninyi nyote
nyote mmekwisha kutubu dhambi zenu, mko wasafi, ila si nyote, kuna baadhi yenu ambao ni wachafu. Wote wasafi na wachafu. Kazi iliyoko hapa sio kuondolea dhambi, kwa sababu siwezi kuiondoa dhambi wakati bado mnayo, hamjatenda ile ambalo mnapaswa kulifanya. Bado hajamsaliti. Kwa hiyo tukio la kuosha miguu haliingiliani na kusamehewa dhambi, kwa sababu dhambi bado unayo na hujafikia, hujaitenda mpaka mwisho. Yudas alishaanza dhambi ya usaliti. Ana hela tayari mfukoni, ila bado iko kwenye process. Sasa hajamaliza. Kwa hiyo hapa hatuondoleani dhambi hapa. Kwa hiyo hata yule aliosha miguu, kule tunaweza kuosha miguu, hakimuondolee ile dhambi, kwa sababu pale hakuna kuondoa dhambi. Ndio maana Petro anasema basi Bwana, kama kwa tukio hili la kunyosha miguu, kama utanitoa kuwa mshirika na wewe, tafadhali basi na mikono na miguu na kichwa nyosha. Sasa umeenda mbali, huko ni toba, ni kusafishwa. Siwasafishi saa hizi, mko wasafi, lakini sio nyote. Leo kazi yangu ni kuwafanya nyote muwe watii, wanyenyekevu, wapole na wenye upendo. Na ndio hili tukio analofanya yeye, kuosha miguu. Anawaosha walio wasafi na wasio wasafi. Akasema, mimi ambaye ni mwalimu, Bwana na mwalimu wenu, nimefanya hivi kwa kuosha miguu, kwa kuwapenda kina, bila ubaguzi wowote. Nawapenda ninyi wote, wenye dhambi na wasio na dhambi. Japokuwa anajua nani mwenye dhambi nani asiye na dhambi, lakini nawapenda hivyo hivyo wote. Nendeni mkawapende watu hivyo hivyo, bila kuangalia vigezo, bila kubagua mtu, bila kuangalia kigezo chochote. Upendo kwa binadamu. Kwa kielelezo hichi tunaambiwa sasa, ninyi ambao mnaadhimisha mafumbo matakatifu, mkilikumbuka hili tukio hili, mlifanye katika hali hiyo. Adhimisheni sakramenti ya Ekaristi, ninyi ambao mna sakramenti ya upande, kwa upendo huu ambao nimewaonesheni na nimewafundisheni. Sasa tunaongelea kuadhimisha, lakini msisahau sakramenti ya daraja au ya upadre hawaishi tu altareni kuadhimisha ibada ya misa. Sio hapo tu, ni wachungaji. Na wachungaji wenyewe, mnajua nini maana ya uchungaji? Kwenda kuchunga kondoo wa Bwana, kuchunga watu ambao tumeambiwa utaenda kupitia Petro. Sasa hutaruhusu, utaenda kuwavua watu na kuwalinda. Isaya akimuonesha Masiha mnyenyekevu katika mafundisho yake, leo hii Yesu Kristo analiweka wazi hilo fundisho la unyenyekevu, kujishusha na kuwa mdogo hadi kuwaosha miguu watumwa. Zamani zile wakati tunasoma, baba mlezi wa hapa kwetu alisimama hapa mbele akasema, hili fundisho la Yesu la kuwaosha watu miguu kiunyenyekevu na kiupole, akatuambia nini mkafanye hivyo, nilipelekeje kwa watu wangu hawa? Akafikiria akasema, naomba mnielewe na si kama naharibu liturujia, lakini nataka kuwafundisha kitu. Akasema hivi, siku ya leo mimi nitaamua kuosha miguu kwa utaratibu tofauti, ili tupeleke hili fundisho kwa watu, kwa sababu Yesu anataka wakubwa wawe wadogo kwa wadogo zao. Akasema, mimi ambaye ni rekta, ndivyo alifanya wakati huo, namuosha mwenyekiti na mama mkuu miguu, basi inatosha. Naosha watu
Ilikuwa ni fundisho tu. Nikishaosha miguu watu wawili, nitaangalia na mwenyekiti ataosha viongozi wote wa jumuiya. Na mama mkuu ataosha masista wote. Baadaye wale viongozi wa jumuiya wataosha wale wana jumuiya wao. Sasa haikufanyika kanisani. Ni fundisho tu, muende mkaoshane miguu huko hivyo. Sijui mnanielewa mpaka hapo. Halikufanyika kanisani, lakini alisema hivi, nikiosha miguu hawa wawili hawa, wao wataosha ninyi viongozi wa jumuiya. Viongozi wa jumuiya mkaosha na jumuiya wenzenu, na masista, mama mkuu aoshe masista wake. Pengine Mungu katikati watajua. Awaoshe wote ili kila mmoja amuoshe aliye mdogo, yule mdogo mwishoni hata amuosha mtu. Maana yake nini? Mapinduzi. Ile mdogo haoshi mtu. Maana yake ndio mfalme. Sijui mmenielewa mpaka hapo. Tukifanya hivyo, na hata serikali zetu zingeweza kufanya hivyo, zinafanya kwa kupenda na kuruhusu wale ambao wanaojiona ni wafalme wakawa wanyenyekevu mbele kuliko wote ndio mfalme, na tulifikiri hilo. Tunapoadhimisha siku hii ya leo, tunashukuru kwa kutustahilisha kuwa wanyenyekevu na kutupa nafasi ya kujisikia tunapaswa kuosha miguu. Tutajitahidi kuosha zaidi, ili kuosha miguu sio hapa kanisani. Kuosha na miguu aliyotupa Kristo ni kazi ya kila siku, ni maisha ya kila siku. Kufanya juhudi kuosha miguu wote waweze kupata amani na furaha na kitulizo, kuwapunguzia mahangaiko watu wa Mungu. Ndio kuosha na miguu kwenyewe huko. Tumsifu Yesu Kristo.